Rapa na mfanyabiashara mkubwa Sean Diddy Combs anaripotiwa kuendelea kuingiza mamilioni ya dola akiwa gerezani kupitia biashara kukodisha ndege yake binafsi ya kifahari kwa wasafiri matajiri wasiojua kuwa yeye ndiye mmiliki halisi. Kwa mujibu wa gazeti la The US Sun, Diddy amepata takriban dola milioni 4.1 sawa na bilioni 11 tangu alipokamatwa mnamo Septemba 16 mwaka 2024. Ndege hiyo binafsi aina Gulfstream G550 yenye thamani ya dola milioni 60 imesajiliwa chini ya kampuni yake binafsi ya Love Air LLC na imekuwa ikitumika katika safari 126 kufikia Mei 20 mwaka 2025, ikivuka jumla ya maili 149,000. Huduma hiyo kukodisha inasimamiwa na kampuni ya ndege ya kifahari ya Silver Air, ambapo wateja ulipa wastani wa dola 32,597 kwa safari ya maili 1,186 bila kufahamia kuwa miliki halisi wa ndege hiyo ni Diddy. Ndege hiyo ya kisasa yenye muonekano mweusi na uwezo kubeba abiria 14 ina mandhari mazuri ya ndani yani kifahari yenye viti vikubwa, mapambo miti mwaloni na nafasi kubwa kujiachia. Ina uwezo kusafiri hadi maili 6,500 sawa bahari bila kujaza mafuta. Inaelezwa kuwa mapato yanayotokana na ndege hiyo huenda ndio kawa chanzo kikuu cha mapato kwa Diddy kwa sasa, hasa ukizingatia kuwa tayari amekwisha kutumia dola milioni 10 kulipia mawakili wa kutetea kesi yake ya masuala ya unyanyasaji wa kingono. Katika juhudi za kugharamia utetezi huo, aliuza jumba lake la kifahari huko Beverly Hills lenye vyumba 10 vya kulala na mabafu 13 kwa thamani ya dola milioni 61.5. Hata hivyo, jumba hilo limeendelea kukaa sokoni kwa zaidi ya siku 200, likielezwa kuwa limeweza kuathiriwa na kashfa ambazo zinamwandama kwa sasa, yani bado halijauzika. Kwa sasa Combs anazuiliwa katika kituo cha urekebishaji cha Metropolitan MDC kilichopo Brooklyn, New York nchini Marekani, akikabiliwa na mashtaka makubwa yanayohusiana na njama za uhalifu yani racketeering, usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya masuala ya ngono, pamoja na usafirishaji wa watu kwa nia ya kujiingizia pesa katika ukahaba. Kesi hizi kwa sasa ni mwendelezo wa usikilizwaji wake na ni mengi ambayo tayari nimekwisha kukusogezea hapa. Hapa ni SNS Management.